siku ambayo aliyetenda vyema, aliyetii maagizo atalipwa malipo yake kwa juhudi aliyofanya, na yule aliyetenda vibaya atakuta malipo yake na ataadhibiwa kwa makosa aliyofanya. Waqad dallat al-uqul as-salima ala annahu la onyesha kwa baada ya marejeo. Fa inna nara adh-dhalima al-baghi, kwa sababu uzoefu wetu kwenye maisha ya hapa ya mpito duniani tunawaona madhalimu, watu wenye jeuri. Yazdadu maluhu wa waladuhu wa naimuhu, kila siku Allah anazidisha kwa mtu dhalimu mali yake, umri wake, watoto, cheo na neema kadhaa wa kadhaa, kama Firaun alayhi laanatullah. Kaota ndoto tu, akatafsiriwa kwamba maana ya ndoto yako atazaliwa mtoto katika Banu Israil, itakuwa ndo sababu ya kuanguka kwa ufalme wako. Kaamini maana aliyopewa na kachukua tahadhari. Kwa muda mrefu akawa anachinja kila mtoto wa kiume anayezaliwa, tahadhari ya kwamba ufalme wake usije ukaanguka, kwa sababu hamjui mtoto mwenyewe ndo yupi atazaliwa na Hawa. Na chinja kila mtoto wa kiume, anaamini mtoto wa kike hawezi kutishia ufalme wake. Kwa hiyo wanaume wote chinja. Kachukua tahadhari kwa akili yake ya kibinadamu abakishe ufalme wake milele. Lakini atapingana vipi na kadari ya muweza wa kila kitu? Yule aliyekusudiwa kaja na kamlea kwa gharama zake, na ndiye aliyekuwa sababu ya kuanguka kwa ufalme wake. Kwa hiyo ni mafunzo tunapata kwa watu wenye akili kwamba hapa hapa duniani uzoefu unatuonyesha yule anayekuwa jeuri, kafiri, mtendo, dhalimu, yazdadu maluhu, mali ana uwezo wa kusema huyu kaniudhi, si anampa. Wa waladuhu, anazaa watoto, wanaimuhu, neema zake zinaongezeka kila siku, na huku anafanya dhulma. Wayamutu duna iqabi, anafikisha umri wake mwisho, anafariki hajaadhibiwa na yoyote. Chakula chake kinapimwa, bwana mkubwa, anakaguliwa afya yake kila siku, ana ulinzi mkubwa, huwezi kumfikia kuhakikisha usalama wake mpaka yanafika mauti yake, anakufa natural death, hajadhurika na lolote, na dhulma nyingi keshafanya kwa muda mrefu. Haya tunayashuhudia duniani. Sasa je, kwa wanaoamini Mungu, ina maana Mungu dhalimu? Anawapendelea waovu? Hawagusi. Je, yeye anawaogopa? Wamemzidi nguvu? Hapana. Ni dalili kwamba siku ya malipo iko, tusiwe na haraka. Hata wanara almutia, upande mwingine tunamuona mtu mtiifu, mwema, mcha Mungu, anajitahidi kwenye ibada. Almazlum, anakuwa anadhulumiwa, yamutu bikamadihi, anafariki kwenye idhilali. Na hawa pia wako, maisha yake magumu. Huyu anadhulumiwa, huyu anakuwa kila jambo yeye yuko katika upande wa kukosa, mpaka mauti yanamfika. Fala budda fi hikmati alhakimi alalim, hapana budi katika hikma ya Allah mwenye hikima na mwenye ujuzi wa kila kitu, insafa hadha min hadha, hapana budi kwa Allah, lazima iwepo siku ya kufanya insaf.
huyu aliyedhulumu na huyu aliyedhulumiwa, lazima kuna siku watalipana. Yauma yakulu Allahu lidhalimi, siku ambayo Allah atamuita aliyedhulumu, ayuha dhalim taqaddam, ewe dhalim sogea hapa usikilize kesi yako. Hiyo siku ipo. Yauma yakulu Allahu lilmazlumi, siku ambayo Allah atamwambia aliyedhulumiwa, ayuhal mazlumu taqaddam, ewe uliyedhulumiwa sogea mbele. Leo ndo siku ya kuja kulipwa haki zako. Wa yaqulu lidhalim, na siku hiyo Allah atamwambia dhalim, ayuha dhalimu la tatakallam, wewe dhalimu hutakiwi kujibu chochote. Kama mahakama zetu, ukenda na kesi kubwa ya mauaji, unapewa preliminary inquiry, ukapelekwa mahakama ndogo, unaambiwa bwana, hapa mahakama yangu haina uwezo wa kusikiliza shitaka lako mpaka uende kwenye mahakama husika, kwa hiyo usijibu chochote. Lakini kwa Allah ndo mahakama yenyewe inayohusika. Wewe dhalim hutakiwi kujibu, kwa sababu rekodi zote na kumbukumbu za mambo yako zipo, ushahidi kamili na upelelezi umekamilika. Kwa hiyo usikiliza kesi yako iende. Huyu kadhulumiwa, umemdhulumu. Kwa hiyo uliyedhulumiwa njoo upewe haki yako, na wewe dhalimu usiongee kitu mpaka utakapotakiwa kuongea. La yatakallamuna illa man adhina lahu rrahmanu wa qala sawaba. Wanasimama mahakamani kwa nidhamu kamili, hakuna atakayeongea ila atakapotakiwa kufanya hivyo na Allah, na atakaposema asema kweli. Hakuna kulalamisha makosa kule, ukatoa ushahidi wa uongo au ukakanusha kitu ambacho uthibitisho wake upo. Wa idha lam yaqa hadha fi hadhihi dari, uadilifu huu wa kulipwa aliyedhulumiwa na kuadhibiwa dhalimu, hata kama haukutendeka kwenye dunia hii tulipo, wewe mpaka mwisho na uondoke salama tu, hata kama hapa duniani hujatiwa hatiani. Fataayana, kwa mujibu wa aya hizi inatukalia wazi kwamba anna hunaka daran ukhra, huku mbele tunakoenda kuna mji mwingine, kuna maisha mengine. Lihadha aljazai, kwenye mji huo yatakwenda kufanyika malipo ya kesi zetu ambazo zinajiri hapa pampi. Walmuwasati, huko kuna uadilifu, kila mwenye haki atalipwa haki yake na kila aliyedhulumu atagharimika kwa dhulma yake. Wa hiya darul akhirah, mji huo ni mji wa akhira. Maisha yote ya dunia haya tunayoishi, tangu imeanza mpaka inaisha, hii ni kama siku moja tu, inaitwa al-yawm, leo. Na maisha ya kesho ya akhira baada ya kufufuliwa ni kama siku ya pili, ndio maana inaitwa ghadan, kesho. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadi, enyi waumini mcheni Mungu kama kweli mmeamini, na kila mtu awe anajikagua nini kishaandaa kwa ajili ya kesho. Kesho ni maisha yanayokuja, na leo ni haya tulionayo, ni kama siku moja tu. Allah atatuuliza siku ya Kiyama, kam labistum fil ardi adada sinin, kwani duniani kwa idadi ya miaka mliishi miaka mingapi? Ni swali tutaulizwa. Qalu, watajibu watu, labithna yawman au ba'da yawm, Mola wetu kule tumekaa siku moja au sehemu tu ya siku, kama haikukamilika siku. Fas'alil adil, waulize wale waliokuwa wanahesabu, wanajua idadi ya siku ni siku moja au sehemu tu ya siku. Na Allah atawaambia, qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun, nyinyi duniani mlikaa muda mchache, ni mujarradi wa saa chache za mtihani tu. Kama mngekuwa mnajua time ya huku duniani, mmekaa muda mfupi sana. Ni kama
mwanafunzi mwisho wa mwaka kawekwa kwenye chumba cha mtihani, ndo hapo naambia karatasi za maswali hizo hapo, time allowed 1.5 hour, muda wa kufanya mtihani ni 1:30, possible marks 100%, pass marks 75%. Mtihani wako leo utakuchukua 1:30, maswali 10 hayo hapo. Ukifaulu maksi za juu ni 100, ili uwe umefaulu ni 75 ndo zinaanza kuwa wewe umefaulu. Ukifanya 60 umefeli. Unapewa kanuni za mtihani duniani, na hizi kanuni za maisha ya Allah katupa. Hapa ni mahala pa mtihani na muda wake ni mfupi. Kuna watu wameishi zaidi ya miaka 1000 huko nyuma, wametumia muda mrefu hapa, miaka 1000 imekwisha na wamemaliza muda, wamefariki, wamezikwa kama tunavyosika sisi maiti wetu, bado wako barzakhi, kiyama hakijafika, kwa sababu duration ya kuleta watahiniwa haijakamilika, mpaka waje wote waliopangwa kutahiniwa. Wakimaliza watahiniwa, dunia hii ndo basi imeisha, mwisho wake. Leo imemalizika ya mtihani, inakuja kesho ambayo kuna endless life, maisha hayana mwisho. Na alafu siku moja ni kama miaka 1000 hii tunayohesabu hapa, siku moja tu kwa hapa ni miaka 1000. Sasa hapa tusidanganyike, ni mahala padogo fupi sana na pana lengo muhimu mno. Kwa hiyo twende kwenye lengo. Wa idha lam yaqa hadha fi hadhihi dari, kama uadilifu wa kulipwa kila aliyefanya jambo lake haukufanyika hapa duniani, fataayana, inatubainikia kwamba anna hunaka daran ukhra, ukumbele kuna mji mwingine tutaenda, lihadha aljazai walmuwasat, kwa ajili ya malipo haya ya kilichotendeka hapa na ukamili. Wa hiya darul akhirah, hayo yatajiri kwenye maisha ya akhira. Thumma bayyana ta'ala, halafu akabainisha Allah mtukufu, alladhi, thumma bayyana ta'ala, halafu akabainisha Allah mtukufu alghayatu, lengo, makusudio, min nuzuli alqur'ani, ya kututeremshia hichi kitabu tunachoana cha Qur'an. Na hichi nacho hakikuleta bure bure kwa upuuzi, anasema nacho kakileta kwa malengo. Wahia, na malengo ya sisi kupewa kitabu hiki cha mwongozo, al-amalu watafakuri bima fiha, ni kuyafanyia kazi na kuyaweka akilini yale yaliyomo ndani ya kitabu. Sio kwamba unasoma kwa mujarradi kwamba umesoma tu, usome kama unavyosoma barua ya jamaa yako aliyoko Ulaya. Na sisi hapa zamani kulikuwa kuna mambo ya, siku hizi tu unabofya kwenye simu yako unakuta ujumbe mfupi nasema brother huyu keshanitumia $. Kwa hiyo unasoma message kwa uangalifu sana, harufu kwa herufi, neno kwa neno unazingatia na unafuata maelekezo unayopewa. Na hichi kitabu kinatoka kwa Mola Muumba aliyetumiliki sote, kaleta ujumbe wake, lengo tunufaike nao. Kinatakiwa kisomwe kwa kueleweka makusudio yake na yafanyiwe kazi maagizo yaliyomo ndani. Ndio maana ya kuletewa mwongozo. Bila ya kuongozwa wewe kwa akili yako mwenyewe huwezi kujiongoza. Faqala, akasema Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, hichi kitabu tumekutumia, tumekuteremshia, kina manufaa mengi. Kitu ukiambiwa kina baraka, yani manufaa yake ni mengi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitabu tumekuteremshia ni chenye baraka, kimebarikiwa. Hadha alkitabu alladhi anzalnahu alaika, kitabu hichi tulichokuteremshia ewe mtume wetu,
kitabun azimun jalilun, ni kitabu kikubwa kitukufu. Kathirul khairati wal manafi'i, kitabu hiki kina kheri nyingi na manufaa kede kede. Ad-diniya wad dunyawiya, kina manufaa ya dini, manufaa ya kiroho na manufaa ya dunia yenu pia. Watu wanasoma hii Qur'ani, panapo maslahi yao ya dunia wakanufaika nayo. Sisi tukakataa kuisoma, hatupati manufaa ya dunia wala ya akhera. Lakini hichi kitabu kwa kweli ni kitabu kibobezi, kina manufaa mengi kwa ajili ya watu kwenye maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia, yote yamewekwa humo. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, hichi kitabu chenye baraka tumekuteremshia. Liyadabbaru ayatihi, ili watu tuliokutuma uwafikishie wazizingatie aya zake. Kuzingatia maana yake nini? Soma kwa kuelewa. Kwenye amri ndo unaamrishwa wewe utekeleze. Umekuta katazo, wewe ndo unakatazwa, achana na kilichokataliwa. Umekuta jambo limehamasishwa humu, umekusudiwa, wewe ndo mlengwa. Ukikuta humu kuna maonyo, uonyeke. Ndo manufaa ya kitabu hiki. Liyadabbaru ayatihi, ili watu wazingatie aya zake, wanufaike na maagizo yake. Anzalnahu, tumekiteremsha kitabu. Liyatadabbaru ayatihi, ili wahusika, walengwa, waliotumiwa wazingatie aya zake na watumie akili zao kuyatafakari yaliyo ndani ya hichi kitabu. Minal asrari alajiba, ndani ya kitabu hichi kuna siri za ajabu zenye manufaa ya dunia yao na manufaa ya akhera yao pia. Wal hikamil jalila, na kuna hukumu tukufu, ni uadilifu mtupu, kama Allah alivyosema, watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimati. Hiki kitabu cha Mola wako kimekamilika idara zote, ni ukweli mtupu yaliyozungumzwa humu, na ni uadilifu uliokuwa wa haki, hukumu au sheria zilizoletwa humu. Waliyatadhakaru ulul albab, na jengine linalotegemewa, wale wenye akili wapate kuwaidhika. Dhikra, remembrance, wale wenye akili zao zichanganue, wapate hayo manufaa, hizo kheri, hizo baraka zilizomo humu. Wenye akili ndo watakaonufaika nazo. Kama hupati manufaa yoyote, hujaituma akili yako ipasavyo, huzitaki hizo kheri. Waliyataidha bihadha alqurani, ili wawaidhike wale watakaoijali hii Qurani. Ashabul uquli salima, watu wenye akili zilizo salama. Qala al-Hasan al-Basri, amesema al-Hasan al-Basri, wallahi ma tadabbarahu bihifdhi hurufihi. Hasan al-Basri anasema kwa kuwapa, wallahi hajaizingatia Qur'ani kwa kuihifadhi herufu zake, kwa kujua kuisoma tu au kuiimba tu. Ma tadabbarahu bihifdhi hurufihi wa idhaati hududihi, hawezi kuzingatiwa kuwa ni mtu aliyeizingatia Qur'ani, anayejua kuisoma kwa herufi zake, lakini akawa haitekelezei mipaka yake. Anaisoma vizuri, lakini panapo amri hatekelezi. Anaisoma vizuri, lakini kwenye katazo haachi lililokatazwa. Anaisoma vizuri, hajui kutofautisha kati ya haki na batil. Huyu haambiwi kaizingatia, kwa mujibu wa Hasan al-Basri. Hata inna ahadahum la yaqulu, mpaka mmoja wao watu anasema, wallahi laqad qara'tu al-Qur'ana fama asqattu minhu harfan. Anajisifia kwa jinsi anavyoisoma vizuri. Wallahi ninaisoma Qur'ani,
sijadondosha, sijapoteza hata herufi moja, nimeikamilishia hukumu zake zote na kila kitu. Anasema hivi, upande wa kuisoma kasoma vizuri, waqad asqatahu, lakini kaiacha yote upande wa hukumu na kuitekelezea haki yake. Waqad asqatahu wallahi kullu, anajisifia kaisoma vizuri, lakini wallahi yote Qur'ani nzima kaikataa, kaiangusha, kwa sababu haitendei haki. Ma yura lilqur'ani alayhi atharun, anaisoma Qur'ani lakini kwenye maisha yake ya kila siku haionekani athari yoyote ya Qur'ani. Usiseme uongo, yeye ndo muongo namba moja. Usiibe, yeye ndo mwizi wa kubobea kabisa. Usidhulumu, yeye ndo, huo ndo mpango wake wa maisha. Haionekani athari yoyote ya Qur'ani fi khuluqin wala amali. Anaisoma Qur'ani lakini haionekani athari ya Qur'ani kwenye tabia zake wala kwenye miamala, kwenye mwendo mzima wa maisha. Allahumma ja'alna mimman qara'ahu, Allah tujalie ni tuwe ni miongoni mwa wanaoisoma, watadabbarahu, na wakaizingatia makusudio yake, wa amila bima fihi, na akayatendea kazi maagizo yaliyomo ndani yake. Aya tatu hizo kwa leo naona zinatosha. Nina kijiporo cha swali hapa. Kuna mtu jana pema anaomba faida ya aya nambari 33 ya Suratul Rahman. Aya ya 33 ya Suratul Rahman. Yani tunaacha darsa, tunafungua darsa nyingine. Suratul Rahmani aya 33 inasomeka hivi: ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultani. Hiyo ndo aya 33. Enyi majini na watu, majini na binadamu, kama mnaweza kukimbia mkaenda nje ya maeneo ya mbingu na ardhi ambayo kwenye mamlaka ya Allah. Kwa mfano, unafanya uhalifu Tanzania, alafu unakuwa wanted, unatafutwa, unakimbilia mahala ambapo utalindwa. Una jamaa zako Ujerumani, Canada, unasepa, unaenda zako huko kula maisha. Ushaikimbia sulta ya Tanzania. Ndiyo. Sasa na Allah anasema yeye ndo mmiliki wa ulimwengu huu. Amekuumba kwa malengo kakuwajibishia majukumu kadhaa, umempuuza. Alafu unafikiria itakuwa safe tu, hakuna tatizo. Sasa anakuambia uwe binadamu uwe jini, kama unaweza kukimbia mamlaka yake kwenye maeneo yote ambayo yeye anamiliki mbinguni na ardhini, ili usalimike na maamuzi yake atakapokutia mkononi, kimbia. Kimbia ulimwengu wote kuanzia mbinguni na kila utakapojua huyo Allah wao hapa kamiliki, we toka. Sasa unaenda wapi? In istata'tum, kama munaweza, an tanfudhu, kukimbia, min aqtari samawati wal ardi, kwenye maeneo yote yaliyo kwenye mamlaka ya Allah, kwenye mipaka yake mbinguni mwake na ardhini mwake. Fanfudhu, kimbieni, ili muwe salama, asije akawatia mkononi akawahukumu. Lakini mwenyewe akasema la tanfudhuna illa bisultan,
hamuna uwezo wa kukimbia kwenye mamlaka yangu, labda muwe na nguvu za kiungu kama nilizo nazo, na hakuna mtu mwenye uwezo wa nguvu za kiungu. Mtu kataka faida, anasema faida katika sura ya 6. Sura ya 6 ni suratu Al-An'am, kwenye aya nambari 128 mpaka 130. Allah amesema wa yauma yahshuruhum jamaa, siku ambayo Allah atawakusanya wote. Ieleweke kwamba hapa duniani ni mahala mtihani. Watahiniwa ni viumbe wawili wanaitwa thaqalaini kwa mujibu wa suratul Rahman, majini na wanadamu. Sisi ndo mukallafini, sisi ndo tunaofanya dhambi na thawabu. Siku ya hukumu imeandaliwa kwa ajili yetu binadamu na majini, wanyama na wengineo hawamo. Moto na pepo umeumbwa kwa ajili yetu binadamu na majini, si malaika. Sasa sisi ndo wahusika wakuu wa occasion hiyo ya siku ya malipo, binadamu na majini. Kwa hiyo wa yauma yahshuruhum jamia, siku ambayo Allah atawakusanya wote watahiniwa wake na hakosekani hata mmoja. Siku hiyo Allah atasema, ya ma'shara aljinni, enyi makundi ya majini, qad istakthartum min al-insi, mumejikuchukulia wengi katika binadamu. Yani nyinyi majini mmewapoteza binadamu wengi. Allah mwenyewe ndo anasema hivi, faqala awliyauhum min al-insi, wale mashabiki wa majini katika binadamu wataibuka waseme siku ya kiyama hii, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, Mola wetu sio kwamba majini wametupelekesha hapo, tulikuwa tunanufaishana sisi baina yetu na wao. Wakati mwingine hata sisi tulikuwa tunawatuma hao kazi mbaya mbaya. Kwa hiyo wao wenye uwezo waliwatuma binadamu, na binadamu wenye uwezo tuliwatuma majini. Kila kundi, kila jinsi katika viumbe sisi ilinufaika na uwepo wa jinsi nyingine. Yani kwenye ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Hawajaulizwa watu, wameulizwa majini. Watu wanashtuka, wanasema wenyewe, nye majini mmewapoteza binadamu wengi. Binadamu watasema, rabbana, ewe Mola wetu, istamta ba'duna bi ba'd, baadhi yetu ilinufaika na baadhi nyingine. Kuna sehemu binadamu tulienjoy kuwatuma majini, na kuna sehemu majini walienjoy kuwatuma binadamu. Maana kama unavyoona kwenye ulimwengu wa binadamu na kwenye ulimwengu wa majini huko hivyo hivyo. Wengine wasomi sana, wana madaraka kwenye ulimwengu wao, wana maamuzi wanafanya, na vitendo vingine wanafanya. Kwa hiyo wako majini wanaowapelekesha binadamu, na wako wanadamu waliopewa pawa, na wao wanawatumia majini. Qala, Allah akisikia hiyo kauli atasema kuambia hao walioibuka, nyinyi na waliowafuata au na mliowapoteza, annaru mathwaakum, motoni kule ndiyo mafikio yenu. Simshamaliza starehe zenu, leo ndo siku ya maamuzi. Jana imepita, sasa leo annaru mathwaakum, motoni ndiyo mafikio yenu. Khalidina fiha illa ma sha Allah, mtakaa motoni isipokuwa muda atakaotaka Allah. Muda atakaotaka Allah ndo huu. Sasa hivi anaongea nao kwenye uwanja wa mahshar, hawajenda motoni bado, ingawaje ni wakoseaji. Duniani wameshaondoka, washafika akhera, lakini hawajaingizwa motoni. Huu ndo muda, na muda ni mrefu, sio kama ni dakika 3 kama hizi unazoona wewe, hisabu itakuwa imekwisha. Kweli wallahu sari'ul hisab,
lakini siku za upo ni ndefu, na Allah hana haraka. Wewe tangu afe baba yetu Adamu mpaka leo hata hamuone huruma, kakaa barzakhi tu, kiyama hakijafika. Allah hana haraka, bado anajua muda wa dunia hii ni mfupi mno. Utaufananishaje muda ambao una limit na muda ambao unaambiwa hauna limit? Kwa hiyo hana haraka. Motoni ndiyo mafikio yenu na mnakaa humo milele, ila muda atakaotaka Allah, kwamba kwa muda huo bado mtakuwa hamjaingia motoni. Ila masha Allah. Inamaliziaje shekhi haya? Inna rabbaka hakimun alim, hakika Mola wako anafanya mambo yake kwa hikma na kwa muktadha wa ilmu yake. Wakadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Hii ndo siri ya maisha yenu ya mtihani duniani. Nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'da, madhalimu huwa wanaburuzana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo tunawafanya madhalim wawe kwenye wala wa madhalimu wao. Kwa hiyo hao waliokubali kupotoshwa na majini wamekubali wenyewe, na waliokubali katika majini kupotoshwa na wanadamu wamekubali wenyewe. Wote waliletewa mitume, wamepewa mwongozo wa kitabu kama hivi, huku wakakataa, wakujali, wakafuata matamanio yao. Matokeo yao ni motoni. Ya ma'shara al-jinni wal insi, aya inayofuata hiyo ya 130, anasema Allah, enyi makundi ya watu na majini, alam ya'tikum rusulun minkum, uko duniani hawakukufikieni wajumbe wangu wanaotokana na nyinyi? Yakhusuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, hawakuja wajumbe wangu kukusomeeni aya zangu na wakakutahadharisheni na mkutano wangu na nyinyi leo huu? Taarifa za kiyama hamkupata? Wanaulizwa watu na majini siku ya kiyama, hivi muda wote mlokaa duniani hamkupatapo kusikia habari ya kwamba kuna kiyama, kuna hisabu, kuna malipo, kuna adhabu, kuna neema? Hamkusimuliwa hivi vitu? Kwa nini mkakataa kujitayarisha na maisha ya neema na mkavagaa maisha ya hatari ya kwenda kwenye nakama? Sasa maamuzi yakitoka, mnamlaumu nani? Alam yatikum rusulun minkum yakhusuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya, watasema wallahi tunashuhudia wenyewe kwa nafsi zetu hayo mambo yalitendeka. Kama ile ya suratul Mulk, alam yatikum nadhirun, hakukufikieni kwenu muonyaji? Qalu bala kad jaana nadhirun, watasema kwa hakika alitujia muonyaji. Kilichotendeka fakadhabna, tulimkadhibisha. Wa qulna ma nazala Allahu min shay, tukasema Allah hajateremsha chochote. In antum illa fi dalalin kabir, nyinyi mnaodai habari za akhera, thawabu, dhambi, mko kwenye upotevu wa wazi. Mtu unamwita kwenye haki, yeye ndo anakwambia wewe umepotea, umepinda. Haoni, asikii kwenye yake. Kwa hiyo hii ndo hali itakayojiri siku ya kiyama, ndo yatatendeka hayo. Na kwenye sura nyingine, suratu Saba aya ya 40, Allah amesema wa yauma yahshuruhum jamia, siku ambayo Allah anawakusanya viumbe wake wote, fayaqulu lilmalaikati. Aya hiyo anasema Allah atasema kuwaambia malaika. Malaika hawahusiki na dhambi zetu hapa, wao wako kwenye ulimwengu wao watiifu, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Lakini pia wataulizwa, kwa sababu ndo mahakamani panatakikana evidence. Fayaqulu lilmalaikati, siku ya kiyama Allah atawaambia malaika,
ahaulai iyakum kanu yaabudun, nye malaika wangu hawa, waja wangu wote washirikina hawa wanakutajeni nyinyi, walikuwa nyinyi ndo wanawaabudu, mabingwa kwenye fani zao, wana adhkari za ajabu, wana visomo hata kuvielewi, kwenye Qur'ani havimo, kwenye Sunna havimo, kwenye lugha ya Kiarabu havinyoki. Tamkuta mtu anapiga dua zake hapo, sijui kabush lugha haieleweki, anakwambia haya ni majina ya Khudamu Rahmani, malaika wa ukiwaita wanakuja, ukiwatuma wanafanya kazi. Kumbe si kweli. Watu wako kwenye michezo yao tu, wanacheza na dunia. Hasa pia na malaika watahojiwa kama watakavyohojiwa Isa na wa Mariamu. We Isa, ulikwenda kunifanyia mapinduzi baridi? Nimekutuma kwa watu alafu ukajitangaza wewe na mama yako ndo miungu. Hiyo siku sio ya mchezo. Malaika pia wataulizwa, ahaulai yakum kanu yaabudun, malaika viumbe wangu hawa walikuwa wanakuabudieni nyie duniani? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, watasema malaika, umetakasika Mola wetu, unajua kilichotokea, wewe ndo msimamizi wa mambo yetu, sio hawa. Sisi mawasiliano na hawa ni kwa mujibu wa ulivyotuelekeza. Hatuna mahusiano nayo kwenye muktadha wa ibada wala nini. Bal kanu yaabuduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun, lakini binadamu wengi walikuwa wanawaabudia majini. Wengi wao katika viumbe wako hawa binadamu wanawaabudia majini, sio sisi. Hatuhusiki sisi. Hadha yawmun yanfa'u sadiquna sidqin, yanfa'u sadiquna sidqun. Hiyo ndo siku ambayo walionyooka kunyooka kwao kutawasaidia, waliopinda lazima ardhi, kwenye mipaka yangu, maeneo ya mbinguni na ya ardhi. Yani tokeni, tafute himaya, hifadhi mahala pengine kwa usalama wenu. Kama munaweza kufanya hivyo fanyeni, ruksa. Lakini alafu akawafunga kwa kusema la tanfudhuna illa bisultani, hamna uwezo wa kuchomoka, labda muwe na power, authority na power tena ya kiungu. Ujanja wetu wote unaishia hapa. Huko tukifika, Allah anatusifia hali zetu, muhtiina muqniya ruusihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa, kwenye suratu Ibrahim. Lile utakalopangiwa huko lazima utalitekeleza. Kichwa utakuwa unaangalia juu na utakuwa huna maamuzi. Afidatuhum hawaun, nyoyo zao zitakuwa tupu, hazina ujanja wa kitaalamu na maarifa, haziwezi hata kufanya mazingaumbwe. Hapa kuna watu wanaishi kwenye nchi za baridi, baharini wanaenda kwa mguu kuvua. Utashangaa nikisema hivyo kwa sababu hujafika kwenye maeneo yenye baridi. Kuna nchi huko kwenye sehemu za poles, maji yanakaliwa na gome la barafu juu, yani mpaka na magari watu wanaenda pwani na magari yao na mbwa wao, mpaka eneo hapa samaki wapo, wana vifaa vya kukatia barafu, linakatwa pande la barafu linatolewa, wayaone yale maji mle ndani. Mule ndo wanavua samaki, anatolewa anatupwa juu kwenye barafu pale, wanatia kwenye magari, wanarudi nyumbani. Wanaishi kwenye eneo la baridi, lakini kawapa Allah uwezo wa kuhimili mazingira yao. Sio, mnanifahamu? Kwa hiyo wanaishi kule ndo kwao, wanakupenda, wana effort kutengeneza mazingira ya kukabiliana na hali iliyopo. Nyumbani kuna hita, msikitini kama hivi zulia linawekwa hita chini, yani hata carpet hukanyagi kwa mguu baridi. Nguo za aina gani wanavaa,
ni maarifa wamepewa kuhimili mazingira waliopo. Lakini sisi tunakaa kwenye nchi za joto, joto likichomoka kila mahala kiyoyozi, barabarani viyoyozi. Kuna vitu vya kutengeneza maji ya baridi yanarushwa joto. Kwa hiyo wamepewa maarifa duniani, anatengeneza vitu vya kumsaidia kukopa na mazingira aliyo. Lakini je, kwenye Jahannam watatokea wahandisi wa kutengeneza vitu kama hivyo vipoze joto? Hamna. Hicho utakachokwenda kukikuta ndo hicho hicho. Huna uwezo wa kufanya mabadiliko yoyote, huna maarifa. Kwa hiyo na hili wakati watu wanahesabiwa, Allah atawahutubia viumbe wake waliopo hapo, haswa wabaya, kwa min jawani bisamawati wal ardi haribin, kama muna uwezo wa kutoka kwenye maeneo yote ya mbingu zangu na ardhi zangu kwa kunikimbia. Haribina min Allah, mumkimbie Allah kama munaweza. Yani leo mimi na nyinyi, ila kama munaweza, an takhruju min jawanibi samawati wal ardi haribina min Allah, kama mtaweza kukimbia kwenye maeneo ya mbingu zangu na ardhi zangu kwa kumkimbia Allah, farina min qadai, kwa kukimbia maamuzi yake kwenu, fakhruju minha, tokeni basi. Mlisema hamrudi, ndo msharudi. Mlikataa kwamba hakuna malipo, ndo nishahukumu hivi. Sasa kama mna uwezo wa kusepa, sawa, fanyeni, do it. Wakhalisu anfusakum min iqabihi, jikomboeni, zinusuruni nafsi zenu na adhabu ya Allah. Wal amru litajizi, hili ni agizo kwa wasifu wa wa kukimbia hawana. La tanfudhuna ila bisultani, hamna uwezo wa kukimbia hapa, labda muwe na hiyo power ya ziada, na mtaipata wapi leo? La taqdiruna ala takhallusi min hukmi, hamuna uwezo wa kujikomboa na maamuzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ma dhahibtum uhita bikum, popote mtakapoelekea mumezungukwa kila upande. Tumeambiwa kwamba malaika watakuwa wamepangwa sehemu ya kando na huo mkusanyiko wa binadamu na majini, wamezungukwa na malaika kama wahalifu wanavyozungukwa na askari, na huku wanapingu na askari wamewazunguka kila upande na wameshika walivyoshika. Unakimbilia wapi unafikiri? Wa hadha fi maqami al-hasri, haya yote yatatokea huko kwenye uwanja wa mahshar, uwanja wa kiyama. Haithul malaikatu, kwa namna ambayo malaika muhaddiqatun bil khalaiqi, watakuwa wamekodoa macho yao kwa umakini, wanawaangalia wahukumiwa, sisi binadamu na majini. Wamejipanga malaika hao 7 sufufi fi kulli janibin, wako safu 7 kila upande. Una uwezo wa kukimbia? Yani kwa mfano tu umeshikwa na askari task force, wamekutia pingu, au hata wakuache huru, nyinyi mko 5, wao wako 15, kila mmoja ana AK47, hakukodolea macho, halafu akwambia kimbia, unakimbia? Subutu. Wanafanya hivyo kama game vile, kimbia, wanasikia wanauawa, wanafanyishiwa maksudi, kimbia dakika moja nisikuone. Akijaribu imekula kwake, asema alikamatwa tarehe fulani, lakini mpaka leo hatujamuona na hamumuoni. Basi ndo hivyo, faida ulotaka ni fala yaqdiru ahadun ala dhihabi illa bisultani, hakuna yoyote atakayeweza kuchomoka hapo, labda awe na nguvu maalum ya kiungu.
illa bi amri llahi wa iradatihi, sultani anayo mwenyewe peke yake. Kwa hiyo akitaka, anao uwezo wa kukuondosha, lakini hana malengo ya kukuondosha. Haya maana yake ni kukatishwa watu tamaa. Umetumia muda vibaya duniani, ukazembea, hukujiandaa na yatakayokufaa kwa Rahmani. Haya ndiyo yatakayokuwepo. Uzembe wa hapa gharama yake ni kubwa huko mbele. Nadhani imefahamika. Haya, kwa leo tunaishia hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kama kuna maswali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Anasema yuko China bado kwa miaka kadhaa, safari aendelee nayo au muda ni yuko China kwa miaka kadhaa, hukumu ya safari kwa aendelee kama masomo au wito vitasi. Inshallah, hili nitalijibu kwa mujibu wa ufahamu wangu. To the best of my knowledge, ninavyofahamu mimi, dharura hii au ruksa hii ni pale unapokuwa kwenye safari, on motion. Mimi natoka zangu Unguja na kuja Mwanza, mara nimepanda boti, nashuka boti, naingia kwenye basi, na basi mnajua usumbufu wake, na mizigo yangu na vitu vya thamani, naogopa vibaka. Kwa hiyo akili naitumia kulinda mzigo, wakati mwingine nijilazimishe nisipate usingizi. Safari ni kipande cha adhabu. Kwa hiyo ruksa hii Allah katoa pale unapokuwa umo safarini, kupunguza sala, kuchanganya sala. Sio ushafika unapokwenda na utabaki kwa muda kadhaa, huna usumbufu wowote, useme mie msafiri. Msafiri unaenda. Kwa hiyo ruhusa ya Allah unaitumia pale wakati unasafiri. Ukishafika pahala umetulia, wewe husafiri. Sasa hivi ni msafiri kwa sababu ulipo sio kwenu, lakini husafiri. Ndio ninavyofahamu mimi. Hiyo ruksa unaitumia wakati ukiwa umo safarini. Wallahu a'lam. Siku ukiondoka huko unarudi kwenu, ndio utakuwa unasafiri tena, utatumia ruksa. Ukishafika kwenu unatekeleza wajibu kama kawaida. Umetoka kwenu unasafiri, unaenda ugenini, pale wakati umo safarini unatumia hiyo ruksa. Ukishafika kule una na wenyeji wako, mambo yametulia, fata utaratibu, swali jamaa na watu. Wallahu a'lam. Naam. Yule kwanza mtano. Leo mbona mingi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sheikh, naomba ufafanuzi kidogo katika sura al-An'am, katika aya ya faida ya aya ya sura al-Rahman, katika kipengele kile ya ma'ashara jini tastakbatu min al-insi. Je, na wale wanaokumbwa na mashetani, wanaokumbwa na majini, wapo katika kundi hili? Wale ambao wamechukuliwa na mapepo nao wamekuwa katika tastakbatu min al-jini? Wanaokumbwa na mapepo hawamo kwenye hukumu hiyo. Hukumu kwa jambo ambalo ndio wamesababisha kumfikishia mtu maafa hayo. Sasa aliyefikishiwa maafa yeye ana kosa gani? Hana kosa. Wale ambao kwa maksudi wanafanya miamala yao kama ni sehemu ya utamaduni au ibada kwa lugha nyingine, hao ndio wanaofanya makosa. Vitendo wanavyofanya wanamshirikisha Mungu. Huyu badala ya kumwabudu aliyemuumba anamwabudu kiumbe wenziwe. Lakini kama mimi nimesukumiziwa cha kusukumiziwa, nikaathirika, ninakosa gani sasa?
Sasa ikitokezea hivyo na yeye mwenyewe akakubaliana na hiyo hali, ndo hapo atakuwa kamtii shetani. Yeye atafute kinga au dawa aondokane na hayo matatizo, asimkubalie kwenye hayo anayoyataka. Kama yeye kafanywa kiti na akakubali kwa yeye ni kiti, ili tatizo, utakubalije wewe uwe kiti ukaliwe? Nikukumbusha kitu kile. Sasa wala kuna jamaa mmoja wala sikupiga mafuna. Tupo wote Kawa mke wa pili. Sasa ndani heka zikaanza. Heka kikao cha familia kikaa. Upande wa mwanamke, upande wa mwanamume. Sasa wakati wataka wanaamua pale, alafu leo mwanamke akapandisha bajiki. Asema watemeka bali mwanaume yule anakecha ndiye akapandisha pale. Asema kitiaji. Hii ya pembeni. Sikakamilisha dalili. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Nilikuwa nauliza leo kuna mahali kama ulivyosema ya nchi mbalimbali, kuna watu leo wanakuja kusali kwa singleni kuna bakia wazi au wakisali sala zake zinasudi au vipi, nataka kufahamu. Lakini mwisho tulikuwa nakuomba sababu sio wakati tunakuja usema siku 10. Kwa kweli ukwepo hapa siku hizi tumefaidi sana. Mimi napenda sana kuomba sana Ni baba tumalizia hata umezi sana, tunaomba sana kama tunataka sana kwa wewe. Sasa ukituacha kama vile atakuwa ndege tunaacha vifaranga. Na sisi wewe unafahamu sana na utakubali mbele. Asante. Kuvaa singlet katika sala ni utovu wa adabu. Haya masala kama tulivyoambiwa, ma ja'ala Allahu fi dini min haraj millata abikum Ibrahim, Allah hajakufanyieni uzito wowote kwenye dini, ni mila ya baba yenu Ibrahim. Sasa mahala pa dharura, Allah anajua dharura, akatoa ruhusa. Mahala ambapo hapana dharura, usifanye kwa ufundi wako unavyopenda, sababu uchi wa mwanamume ni baina ya kitovu na magoti, tena wewe ukapiga msuri wako hapa ukasali. Mwenyewe aliyewajibisha sala akatoa oda, akasema khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ni sala ile, jipambeni mnapoenda kusali. Sasa haitakiwi kwenye sala, mbali na singlet, hata kama umevaa nguo nzuri, t-shirt yako lakini yenye maandishi ya ajabu ya kutangaza Manchester United na mingine, unawekea watu nyuma, unafanya intervention kwenye sala, unaingilia akili ya mtu, ikiona inachomoka kwenye sala anafikiri kitu kingine. Vaa nguo nzuri zenye nidhamu ambazo hazina vurugu kwenye ibada. Kwa hiyo haimkiniki kwamba huna sababu ya kutokuvaa nguo uamue tu kwa maksudi usivae vizuri alafu ende ukamkabili Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Hivi tuseme apite mkuu wa wilaya, unaweza kwenda na singlet ya ofisini kwako alafu akupokee tu vizuri kishikaji, oya mwanangu inakuwaje, karibu basi. Atawaambia watu wake, bwana huyu mwekeni ndani kwa masaa 24 atajifunza adabu. Mbele ya Allah utafanyaje? Utakuwa nidhamu. Dharura ikitokezea, basi huwa inaondosha yale mambo ya ulazima kwa dharura, lakini sio kwa maksudi. Huo unayo nafasi ya kuvaa iko, alafu uvae ovyo ovyo,
uende kwenye ibada. Wallahu a'lam. Hili jingine la kuongeza siku, mtanisamehe, bora niende nikajipange tena upya, baki mtaharibikiwa. Nimeondoka, nina mzazi wangu yuko kitandani kwa kuchukuliwa, akapelekwa msalani, kaondoka, anahitaji kwenda hospitali, mimi ndo ninapeleka, ni ndugu yake baba aliyebaki. Yaani hapa mimi natega, nikisikia simu roho inapiga, sijui kishaondoka, na mambo mengine ya kifamilia nitakuwa naharibika. Kwa hiyo nakuombeni radhi, niondoke kwanza, alafu kama kwenda kujitena basi nje tena nikiwa nimejiandaa, na mwe radhi kwa hilo inshallah. Mmenisamehe? Inshallah. Mimi naondoka, lakini wanakuja watu bora kuliko mimi hapa, wataiendesha hii, hamtokuwa wakiwa naamini. Naam. Sheikh, Naam Sheikh. yani ilifatwa na watu wamo wengine wanipigia simu wanaambia, bwana Sheikh, wajua tuko na desturi karibu darasa zetu zote 15 mashehe wao wanagawana 10, basi tunapigiwa sana simu. Sasa muhimu tu watu, alhamdulillah, hizi darasa zetu kwa pamoja na Allah shahidi, Allah amejalia kabuli, alhamdulillah. Hivyo sivyo, lakini inshallah tutazungumza pembeni nyuma ya kamera, lakini udhuru wa shekhe ni mkubwa na alhamdulillah, lakini dawa inaendelea. Inshallah kuna time imeenda, kama swala la mwisho mara moja funge. Naam, mkubwa akinyosha, wadogo mnakusudia siku nyingine. Wa alaykum salaam. Mashaallah. Balozi mzuri mashaallah. Anasema amemwambia aje waombe tuongeze siku kidogo. Ngoja tuulize, nimemtuma na huku mbona wameibia? Basi inshallah Allah akijalia kesho tutaendelea, lakini kuna program nimeombwa, kina mama walikuwa wanahitaji muhadhara siku ya Jumamosi saa 5. Wakasema na Sheikh, wanaume wanalishwa sana na sisi tunahitaji tulishwe. Sasa ngasema kwa kuwa ilikuwa program haijapangwa, Sheikh ataangalia, akiona fursa ipo saa 4 saa 5 asubuhi kiasi cha 1 hour hapa kwa msikiti. Inshallah. Nimesikia mwambie dada zetu, mama zetu, na wenyewe wanahitaji sana chakula za jioni. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi anasema kwamba haya mawaidha haya kama vile ambavyo mwili unahitajia muhogo, chapati, tambi, nini, mwili kujengeka, nafsi zetu, roho zetu zinahitajia sana qala Allah qala Rasul. Jumamosi saa 5 asubuhi hapa msikitini inshallah, kila mama na dada zetu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah. Faida gani tena unataka? Katika hii aya ile ambayo tuliosoma